kushambulia. Unajua ukitaka kufanya build up lazima una watu ambao huku wanazijua shape zao na kuitaka mipira na kukaa katika maeneo sahihi. Hata mpira utapokuja kupotea ni wepesi sana kurudi kukaa katika mazingira ambayo hautapelekea madhara kwa nini kwenye eneo lenu la goli. Ukiangalia jinsi ambavyo Deluka anavyofanya kusapotiana na Kibabage, rudi kwa Ture jinsi anavyosapotiana na nani na Duchu. Uwezi kuona mapungufu ya Duchu au Ture pale ambapo Duchu anakuwa na switch, anamwona mwenzie kwenye hii nafasi labda anafanya kitu kwenye backing line, kuna kitu kinaitwa shepherding, umeelewa? Maana yake mpira unapokuja kwenye eneo lako unaweza kumchelewesha mchezaji kwenye eneo wakati unaacha wenzio wakae kwenye nafasi ambapo wanatengeneza, yani unamzuia kufanya maamuzi, si ndio? Wakati timu yako inajipanga vizuri kuzuia uhatari. Sasa angalia jinsi wanavyo link. Akienda Duchu kwenda kumzuia mchezaji, anamchelewesha wakati huko wengine anakaa sawa. Lakini wakati mwingine Duchu unaweza yuko katika eneo anamchelewesha mchezaji, anaingia nani? Ture anamchelewesha mchezaji wakati huko anafanya nini? Duchu anaingia kwenye nafasi. Mwisho siku nakuta timu imekaa kwenye shape. Lakini yote katika yote Simba sasa hivi ni timu ambayo imeshaanza kujunda vizuri. Changamoto moja mzee wa mida. Kwa upande wa Elie Mpanzu Kibisawala bado hajamwelewa mwalimu Steven Becker. Na mimi za ndani kabisa. Kitendo cha kumweka Mpanzu pale katikati ni kwa sababu hajapata quality ya mchezaji namba 9 pale katikati. Lakini za ndani ambazo zimezipata mwalimu Steven Becker anafikiria hiyo bado hajapeleka nini kwa uongozi. Anafikiria kwenda kushawishi apate mtu mwingine zaidi ya Mpanzu. Mpanzu anamchelewesha matokeo. Yani huo ni kwa mtazamo wako sasa. Sio mtazamo wangu. Sio general, si ndio? Nakwambiaje za ndani nizo zipata. Mwalimu Steven Becker anamtumia tu Mpanzu pale kwa sababu hana option nyingine ya pale. Lakini amfurahishi kwenye kitu ambacho nikifanya. Kwa sababu gani? Ngoja Lugano. Ngoja nikutengenezea hoja afu uelewe. Kitu gani ambacho Steven Becker akipendi kwa Mpanzu? Mpanzu amekuwa akipoteza nafasi nyingi sana yani mtu anapokuwa kwenye nafasi mtu mwingine yeye anakuwa na overplay. Hicho kitu kimeingia kwake. Umeelewa? Yeye afurahishwi na anachokifanya Mpanzu. Muda mwingi ameshindwa kuisaidia Simba kwenye maeneo hayo. Anatamani kumpata mtu ambaye ni mshambuliaji kweli kweli pale mbele. Naomba ni chip in.